Samahani. Ninaamini wote tumepitia kipindi ambacho tumeelewa thamani ya kuwa katika uwepo wa Bwana. Ninaamini wengi wetu tumepitia kipindi ambacho imani zetu zimepimwa. Wengi wetu tumepitia kipindi ambacho kilichopo ndani yetu Mungu amekichekecha kukiweka vizuri. Unajua ukijaza unga au ukiweka unga niseme au nafaka kwenye chombo, lazima utaka uhakikishe kimejaa vizuri. Wengi wetu tumepitia wakati Mungu amechuja kilichopo ndani yetu. Mimi leo ninaomba niongee kwa vile Mungu atanipa neema, na nitaongea kutupa sisi moyo. Nitaongea kutupa sisi kwenye kukazia mwendo. Haleluya. Kukaa katika njia na kusonga mbele. Haleluya. Mpendwa wangu, mimi huwa nawaambia kila mara, ukiamka asubuhi, mpendwa wangu ni muujiza wa kwanza umepokea kutoka kwa Bwana. Ukaamka asubuhi ukafungua macho. Ukajijua wewe jina lako ni nani. Ukajijua unatakiwa uamke ufanye 1 2 3. Hiyo ni muujiza wa kwanza wa kumshukuru Mungu tayari. Na isitoshe unapokea muujiza huo, unapumua hewa ya Yesu Kristo ya bure, ulipiwa hospitali kwenye matenki ujue. Unajua hospitali wanalipia wale kwa siku. Wala sitakwambia huku kwa siku ni kiasi gani hospitali za huku. Ni maelfu madola. Umeona? Kwa hiyo tunamshukuru Mungu sana kwamba hata imempendeza kupitia haya tuliyoyaona, imempendeza. Si Biblia inasema tushukuruni katika yote? Sio kwamba tunashukuru kwa magumu tuliyoyaona, ila tunashukuru kwa kupita. Tumepita, tumefika hapa, tunamshukuru. Ambacho leo Mungu anataka kusema na sisi ni nini? Mpendwa, tulivyochekechwa imani zetu, tulivyopimwa, tumwambie Mungu, nipe kwenda mbele, nikaze mwendo. Ngoja nikwambie, kuna wengine tunajua wengi asubuhi tukao tunaomba. Nashika tumbo hili la wamama. Nasema Mungu, naombea wamama wenzangu. Unajua kuna mama hajafanikiwa kuzika mtoto wake. Kwa sababu moja ya nyingine, sitaongea mengi katika hayo. Ila mimi na wewe, wakwetu bado tunawaombea dada zetu, kaka zetu, binamu zetu, wajomba, shangazi, majirani. Tunawaombea bado wako hai. Kaza mwendo katika kuwaombea. Kaza mwendo. Yaani mwambie Mungu, hapa sijaomba bado, sijafunga bado vizuri. Omba kama vile siku hiyo ya kwako ndio ya mwisho. Ukiamka asubuhi, mtumikie Bwana, tembea na Yesu Kristo kama vile ndio siku yako ya mwisho. Kwa sababu kwa kweli, ni nani kati yetu hapa anaweza akasema mimi ninajua tarehe fulani, saa fulani, siku fulani ndio mwisho wangu? Hakuna juai siku wala saa. Taleta maandiko yako mbele yangu, lakini Bwana hajaniruhusu bado kuyasema. Leo nimeshuhudiwa na mwanangu mmoja. Leo mwanangu mmoja ndio amepata nafasi ya kutoka nje. Alikuwa na miadi na fundi wake wa nguo. Ameenda amekuta fundi yake alishazikwa. Alishazikwa. Tena kabla ya matukio haya yaliyotukia. Kabla, hakuna siku wala saa. Haleluya. Hakuna juaye. Na wapenda mabinti wa hapa na wamama wa hapa, ninawapendea kitu kimoja. Na kijana wetu hapa na vijana wetu tunaowafundisha wanasikia. Wao hawachezi na kazi ya Mungu. Andiko mtu atatumiwa, neno mtu atahubiriwa. Na wapenda binti zangu wakipanda pikipiki, huyo dereva siku hiyo, huyo ndio siku hiyo, hilo ndio kanisa. Atasikia injili tu kwa njia moja na nyingine. Hata kama mwisho binti yangu atamshukuru, asante ubarikiwe, lakini Yesu anakupenda. Kumbuka Bwana Yesu anarudi. Haleluya. Huko sisi kuna waomba. Haleluya. Hatutoi kwa omba bila kumpa injili. Majuzi baba aliguswa na mmoja tu alikuwa nje ya duka fulani tulikuwepo. Mzee atuambianagi sisi mtu akiguswa na moyo na Mungu hana haja kumwambia mwenzie ruhusa. Mimi nilikuwa nimekaa namsubiria kwenye gari naangalia. Akaingia ndani, akaingia kwenye mashine, akatoa pesa. Akaenda kwenye kununua chakula, akanunua chakula. Akarudi. Nikaona naongea na yule mzee kimbaba wa kizungu hivi. Mzee tu hivi. Anaonekana na mapito kwa sababu huku kwetu mnafahamu watu hawana nyumba, wamekosa nyumba. Na kweli huyo baada ya kuongea mzee alivyozidi kuongea naye, akamwambia ameunguliwa nyumba na mambo.
Mzee alifanya kazi yake. Kushangaa mzee akujali wako nje ya duka. Nikashangaa mzee ameweka mkono begani kwa yule mtu wanasali. Akaomba, akamaliza, akampatia ushauri anapomshauri, kampatia moyo anapompatia moyo, tukaenda zetu nyumbani. Kila siku tunayoiona ndio siku hiyo Mungu ameturuhusu tutafute kila mbinu. Leo ni nani atakuja kwangu ananiuliza swali? Nani atakuja kwangu amevunjika moyo? Nani atakuja kwangu anahitaji neno? Nani atakuja kwangu anahitaji maarifa? Hii tulichopita ni kutuweka moyo mstari katika haleluya mwendo. Nitaanza na andiko la Wakorinto wa kwanza. Yako maandiko kadhaa. Wakorinto wa kwanza sura ni ya 16. Hapo tuna maandiko mawili. Bwana Yesu anaenda kusema nasi. Haleluya. Katika haya yote, nilikuwa kwanza niende Danieli 11. Mungu anirehemu sana. Nisamehe Bwana Yesu. Ili andiko nisilipoteze kwa sababu itakuwa gumu kulirudia. Naomba unirehemu Bwana, nirehemu. Naomba unihurumie nianze na Danieli 11. Haleluya. Japo nimeambiwa walikuwa wa kwanza 32. Nilianza na Danieli 11 kabla sianza somo. Inasema hivi. Haleluya. Ni hii eneo la mstari wa 32 sura 11 inasema, lakini wamjuao Mungu wao watakuwa hodari na kutenda mambo makuu. Haleluya. Wale wamjuao Mungu wao. Je, hapo tulipofika, hapa tulipofika leo, tujiulize swali, hivi Mungu wetu tunamjua vizuri? Hapo tumepitia, wanasayansi wanaita litmus test. Litmus test ya kusemaje? Litmus test ina test hii ni asidi au hii ni tindikali sijui nini, alkaline. Tumepitia testi hapo. Kama mimi na wewe tuliingiwa na uoga wa mauti, tunaogopa kufa, tuombe Mungu atusaidie. Ina maana tulisahau kwamba hakuna ajuaye siku wala saa. Tumeambiwa tuwe tayari wakati wowote. Bwana Yesu atufanye nini? Atusaidie. Mimi na wewe. Maana unaweza kupitia mapito, ikapitia hali ukasema Mungu hapa nitavuka. Haleluya. Na ukumbuke sisi sio wema sana kushinda wale ambao leo hawapo. Ni kwa huruma yake tu. Kumbuka nimesemaje asubuhi? Ukiamka asubuhi, umefungua macho, uko katika walio hai, uko juu ya ardhi, mpendwa, mshukuru Mungu. Mshukuru Mungu. Waraka wa kwanza wa Korinto sura 16. Karibu dada. Danieli 11:32 kipande kile cha mwisho. Ndio hilo neno nilianza nalo wakati ninaambiwa nilete neno. Lakini wale wamjuao Mungu wao. Haleluya. Na hilo neno lilikuwa linanirudia ndani yangu. Linanirudia. Haleluya. Dada yangu, wapendwa wangu mlioko hapa na kijana wetu, Roho Mungu alikuwa ananiambia kumbuka nilivyoruhusu ukutane na yule sijui ni kichaa au ni pepo, sijui. Nilikuja kushuhudiwa baadaye, inawezekana mimi peke yangu ndio nilikuwa namuona barabarani. Kumbuka wakati ule ndio Roho Mungu ndio kwa tumefungua lile kundi lingine la maombi. Roho Mungu akanikazia neno kwamba usizanie umefungua lile kundi kujiridhisha, kujifurahisha. Kuna kazi nimekuitia pale. Ile format ya maombi tuliyokuwa tunaambiwa, ombea kanisa, ujiombeeni, ujitakaseni kwanza, ombeeni wachungaji, ombeeni manchi yenu mlikozaliwa na mlikotoka. Tuna kisehemu chetu kidogo tu pale tumefanya. Yaani wewe mradi matukio, kuna matukio ambayo lazima hayana budi kutokea. Kwa sababu maandiko lazima yatimie. Kama hunielewi ninachoongea, uje kwa muda wako usome Mathayo 24 hapo, 24-25. Ni moja wapo ya sehemu. Hayo maandiko yaliyotokea, neno la Mungu litasimama. Mambo yote yatapita, lakini neno litafanya nini? Litasimama. Lakini katika yale matokeo kutokea, uwe umekutwa mimi na wewe tumefanya kazi yetu. Hata kama wewe ulitakiwa katika kumtii Mungu, kuomba, kufunga, umemuokoa tu jirani yako mmoja, wengine wote Mungu akaona muda wao umefika. Au kwenye nyumba yako ukaokoka wewe na mtu mmoja,
Haleluya, umefanya kazi yako, hutadaiwa na Mungu. Yaani hapa Mungu alikuwa ananiambia wewe mtakaa katika hofu na kusikiliza taarifa ya habari, au mtashangazwa na mnaosikia, au mtaenda magotini kufanya kazi niliyowaita. Jibu lilikuwa hapo rahisi. Jibu lilikuwa rahisi. Na uzuri wa kina mama, tunaelewa uchungu wa mtoto ambao tumezaa. Piga picha mtoto wako wa kuzaa. Hiyo ilikuwa ni rahisi sisi kuombea, kugaragara na kulia machozi kwa ajili ya yale maneno. Kwa hiyo hii kitu, mpendwa, kama mimi na wewe tulikuwa na wokovu wa kujibembeleza kidogo, haleluya. Kuna neno linakuja bado ndani yangu, linatengenezwa. Mungu ameniambia, ananisemesha wale ambao wanasikiliza tukifundisha hapa na mtandaoni, wale ambao sasa hivi hawajapata nafasi ya kufunga vizuri, hawajaweza kufunga vizuri, kuna mafundisho tutaenda nao polepole, kwa sababu siamini kama yule mtu anyimwe nafasi ya kufunga. Afunge kwa kiwango chake. Na ni Mungu atanisaidia, nitaliweka somo lile mtu aelewe. Kuna njia watu wanafunga ambao sasa hivi hawajaokoka kwa ajili ya afya, na unaambiwa ukisikia njaa unafanya. Ukisikia njaa, dada yetu Ana alitupa njia nzuri tu. Ukisikia njaa ni saa ya maombi, unaomba. Na ninakupa moyo, kama ukisikia njaa huna neema ya kuomba wakati huo kwa bidii, unabidi ukanywe kamaji kidogo. Si ndio unajifunza? Sasa wewe utajua lini? Utakuta siku unavuka, uhitaji hayo maji kidogo, hicho kimaji kidogo. Hakuna mtu atakufa kwa kufunga mpendo. Sijui nimeingiaje hiyo kwenye hiyo topic. Nirudi huko, Roho Mungu ananiambia rudi huko. Hilo somo la siku nyingine. Ngoja nirudi. Wapendwa wangu, mstari wa 13 alafu na wa 14, waraka wa kwanza wa Korinto 16 inasemaje? Kesheni, simameni imara katika imani, fanyeni kiume, mkawe hodari. Mambo yenu yote na yatendeke katika upendo. Tuendelee katika hiyo. Kama wewe ni Mkristo, halafu matukio hayo unayoyasikia yanasikitisha, yanaumiza, yanatisha, yanatetemesha. Kwa maana sisi ni binadamu. Lakini turudi, tunamuuliza Mungu, atatujibu. Nyie hamjasoma Mathayo 23 na 24 na 25? Tunamuuliza Bwana, tunafanyaje? Nikapewa mfano wa bibi harusi na wenye taa wanaosubiri bwana harusi. Nikaambiwa, kuweni, tafuta kuwa katika wale wanawali wenye hekima, waliojaza mafuta yao. Ni muda wa kujaza mafuta. Ni muda wa kujaza mafuta. Haleluya. Ni muda wa kujaza mafuta. Kama huna uhakika na kujazwa wako Roho Mtakatifu, ndio kujazwa sasa hivi. Bado Roho Mungu alikuwa ananiambia, sisemi kukutisha, ila Roho Mungu alikuwa ananiambia bado hamjaona. Ndio maana sasa kwa yaliyotokea, wewe omba toba, omba utakaso kwa ajili yako, ndugu zako, nchi yako. Omba. Na mliotunza utakatifu, ndio maana shetani anapinga sana Wakristo wanaotunza utakatifu, kwa sababu ndio wao angalau Roho Mungu anaweza kawaongoza wakaomba na kitu kikasogea sehemu fulani, maombi akasogea katika kujibiwa. Sio kwamba sisi ni wa kiroho sana au ni bora sana, kwa sababu kuna maombi mengine ukiwa na michanganyo, ukiwa umejiweka vigunavyotaka wewe, hayafiki mahali mbali. Sisemi kumkatisha mtu tamaa, nasema kitu ambacho ninakifahamu. Haleluya. Unakuta wakati niko mnajifanya mjanja wa mapambo na vitu vingine, kuna vitu nilikuwa ninaomba hakuna. Nilivyobadilisha, kujidhalilisha, kuonekana mzee. Wapo wanaoniita mzee, na wabariki katika jina la Bwana Yesu Kristo. Sikasiriki. Lakini kuna wakati huo yalianza kujibiwa maombi ambayo sijaombaga, na kuhakikishia mengine sijayaomba. Unaona yanaenda. Na ukiona Mungu anakujibu maombi, ujue umekopeshwa. Usinyooshe miguu. Kiingereza wanasemaje? To whom much is given, much is required. Endelea kuuliza Mungu, mimi hapa nataka niendelee kufanyaje? Utaambiwa ndugu zako, utaambiwa mji wako, kijiji chako, utaambiwa wachungaji, utaambiwa wewe, kwa sababu na Mungu alivyokuwekea kazi yako. Hatukuokolewa kwa ajili yetu sisi wenyewe.
Tumeokolewa kwa ajili ya watu ambao Mungu anajua wanaweza kawafikia. Waefeso 6:11 pale ukisoma mpaka 13. Ukisoma mpaka actually 18, kuanzia 10. Tunaambiwa kuvaa silaha za kiroho, Zile ndio zitatuhifadhi kwenye machafuko. Zile ndio ambavyo ukinavotembea na Yesu wako wewe, unajua wakati huo vurugu ziko nje. Mwanangu alikuwa ananiambia, mama, nasikia mabomu, nasikia risasi. Ninamwambia, mwanangu, kaa katika tu utakaso. Ni kuomba tu. Ni kuomba. Kwa sababu hatujui mapenzi ya Mungu. Hatujui mapenzi ya Mungu. Mungu anaweza karuhusu vitu fulani, anaweza kaepusha vitu fulani. Ndio maana leo hii tumeanza, tunamshukuru. Tumeiona hapa tumekusanyika, tunamshukuru. Sio kwamba tumestahili sana. Ni bado Mungu anatutengeneza. Bado. Sizanie sisi mama anafundishaga. Wewe, nimetoka hapa kabla ya kipindi, nimeenda kwa mzee, nimeenda kutengeneza jambo fulani. Nimeenda kutengeneza kwake. Tunaishi tunaombana msamaha, samahani hapo. Sikupaswa kuongea hivi. Unisamehe. Nimekusamehe, usio na wasiwasi. Nimekusamehe. Sasa nitaingia kwenye kipindi. Wewe endelea. Tunatengeneza. Kwa sababu hakuna ajuaye siku wala saa. Hakuna wa kujiaminisha. Luka 21:19 inatuambiaje? Katika subira ile ya watakatifu tunaambiwaga. Nini kinatufundisha katika subira? Maana katika haya kuna maombi unaomba, unasema hivi, hii ni lini? Tutaona lini matokeo? Tutaona lini? Unajiuliza, lini nitaona matokeo ya maombi yangu? Ndugu yako unamuombea, ndio anazidi kuwa anaenda anavyoenda. Ndugu yako unamuombea, ndio unamuona yani Wewe endelea, tuomba subira. Luka ya 21:19. Ngoja nihakikishe nimefungua sawa sawa na mimi nisichanganye mambo. Inasemaje? Nanyi, haleluya. Ngoja nianzie wapi? Haleluya. Basi 14. Basi kusudieni mioyoni mwenu fikiri kwanza mtakavyojibu, kwa sababu mimi nitawapa kinywa na hekima ambayo watesi wenu wote hawataweza kushindana nayo wala kuipinga. Nanyi mtasalitiwa na wazazi wenu na ndugu zenu na jamaa zenu na rafiki zenu, nao watawafisha baadhi yenu. Nanyi mtachukiwa na watu wote kwa ajili ya jina langu, walakini hautapotea hata unywele mmoja vichwani vyenu. Nanyi kwa subira yenu mtaziponya nini? Nafsi zenu. Kwa njia gani? Subira. Hapa tumeshaambiwa maandiko kwa ajili ya kututia nguvu ukifika wakati ule. Mungu aturehemu kwa wale ambao tutafikia wakati huo. Ndio maana tunasisitizana, tunabembelezana, tunakumbushana tusome maandiko. Wakati mgumu lile andiko, wakati mgumu wa kupitia magumu, kama mmeshapitia, ni vigumu wakati huo uanze kufungua Biblia. Tuseme unakimbia. Tuseme inabidi ujifiche chini ya handaki. Mimi sijui. Mapangoni, sijui. Ndio maana Biblia tuisome. Nyinyi vijana wenye macho mazuri, muwe mna Biblia ndogo zinazokaa kwenye mfuko. Zile ndogo. Sisi wengine hapa mpaka miwani. Mpaka miwani ndio tuone. Sasa ukiwa na macho mazuri, nunua Biblia. Uwe na Biblia kadhaa. Ya kukaa kwenye pochi, ya kukaa kwenye gari, ya kukaa ofisini, ya kukaa wapi. Muwe na Biblia. Yaani maandiko haya unayasoma, unayarudia, unayasoma, unayarudia. Roho Mungu akikwambia soma hapo nasoma. Ukiwa una siku yako na ratiba yako isiende kushoto wala kulia. Unajua kabla sijaanza siku yangu mimi lazima nisome maandiko. Ina maana kama wewe unaamkaga unakimbia, kuna ambao ratiba zinatufanyia tunaamka mbio, anza kazi, anza majukumu. Ina maana wewe weka alamu ikuamshe mapema kidogo. Hili neno ndio litahifadhi nafsi zetu. Kwa subira mtaziponya nafsi zetu. Subira hiyo tunakaaje kwenye hiyo subira? Tunakaaje? Kwa wasiwasi? Kwa kulalamika, kwa kunung'unika? Tunakaa kwa hofu? Hakikisha, haleluya,
Mungu ambariki. Mungu namshukuru Mungu sana kwa kuniunganisha na marehemu baba yangu. Namshukuru Mungu sana kwa kuniunganisha, kwa sababu matukio yanatokea mbalimbali, nasikia sauti yake inaniambia baba, lakini waoga mwanangu, waoga hawataenda mbinguni. Alikuwa anapenda kuniambia hivi, waoga. Unasikia kifua kinabana kweli, corona imekupiga pa kukupiga, anakwambia waoga, usiogope, inua mkono juu, anaomba. Inanisaidia sasa hivi. Ile sauti ilikuwa inaniambia, nikiona taarifa za habari zinasema hivi, serikali imeamua hivi, watu Mungu Yesu tuhurumie, watu hawana kazi, watu nyumba inabidi waziachie, watu unajiuliza hawa watu wanatayarishwa tunatayarishwa kwa ajili ya kitu gani? Na hapo matukio haya yatuoneshe, usizanie kwamba mimi inchi fulani niko salama. Usije ukajiambia hivyo. Hakikisha ndani yako wewe uko salama. Ile wimbo tunaimba, salama rohoni, ni salama rohoni mwa. Yaani ile nyimbo isiwe tu tunaimba kujifurahisha. Salama haki kweli ya ukweli ya hakika. Samahani, nisije nikajaribu kutaka kuwapa hapa. Salama ya uhakika, salama ya rohoni, ni salama kweli. Kama kuna kitu kinanisababisha nisiwe salama, tunakiondoa. Pendwa wetu alisema juzi hapa, heri utolewe jicho, utolewe mkono. Haleluya. Ndio maana wapendwa wangu, tutafundishana tu. Mimi kama una shida ya kufunga, njoo inbox. Sitakutaja jina, ila kuna somo ninatengeneza. Usiogope, usikate tamaa, mimi mbona siwezaji kufunga. Ninakuhakikishia utakujaga kuweza. Utakuja kuweza. Ninawajua waliokuwa na vidonda vya tumbo. Vidonda vya tumbo vinawauma. Mungu aliwapaga neema wakaweza kufunga. Utaweza. Kwa maana adui anajua siku ukiweza kufunga, amekukosa. Siku hiyo amekukosa. Tuko hapa madaktari hawaelewi. Mimi kuna daktari nadhani nilimkwaza. Aliniuliza unafanyaje? Nikamwambia umewezaje hizi dawa utumii? Naona hizi damu zote zinashuka, sukari, sijui mafuta, sijui nini. Nikamwambia ninafunga na ninaomba. Na ninaenenda kula kama ni mazoezi. Jinsi Mungu anavyoniongoza, lakini zaidi ni kufunga na kuomba. Ananijua mimi ni Mkristo. Aliniambia mimi sina haja kukuona tena mpaka miezi 6. Ilikuwa mimi lazima niende pale kila miezi 3 au kila mwezi. Ila kuna kitu amekipokea. Usikate tamaa na hii safari. Ndio neno la leo. Usikate tamaa. Haya matukio ya kuongeze wewe katika mwendo. Nani bado sijamfikia? Kuna mmoja ambaye ni mgumu sana kumhubiria. Unatafuta mbinu, nitamfikishiaje neno yule? Kuna ambao mimi nimewalenga kwenye rada zangu. Kila nikiongea nao kwenye simu natafuta njia ya kupenyeza neno. Penyeza neno. Hajui kama anahubiriwa, kumbe wewe tayari umeshampa neno. Litaendelea, unapanda mbegu. Neno la Mungu linasema kuna huyu anapanda, kuna huyu anapalilia, lakini anayepata mavuno mwisho wa siku ni nani? Kuna anayevuna. Mwisho wa siku anapata mavuno ni nani? Ni Yesu Kristo. Yesu Kristo, sio kwa ajili yetu sisi. Pendwa wangu, Bwana Yesu ametupitisha kuona mfano tu kidogo. Ni machungu. Machungu tuliopitia ni machungu. Na usinyamaze kwa masuala ya familia zilizoathirika, waombe. Wewe waombe. Unawaombea nini? Neema ya kumgeukia Kristo. Katika machozi, katika magumu, kumgeukia Kristo. Ombea amani ya nchi yako. Ombea viongozi wote, waombee kwa mema. Waombee. Hata kama hapa kiongozi wetu sisi hatumuelewi maamuzi yake. Nchi tuliopo hapa sisi Marekani huko hatumuelewi, lakini tunafanya nini? Hakuna andiko linakwambia ulaani kiongozi. Utatenda dhambi wewe, utachomwa. Kuna andiko linasema ulaani kiongozi yoyote mahali popote. Ombeeni walio katika mamlaka. Kwa maana ni Mungu ndio ameruhusu wawe pale mahali pale. Waombee Mungu aseme nao, awaguse. Nchi zikae sawa. Hizi nyakati ni ngumu. Tunajua adui anatenda kazi kwa njia mbalimbali. Ombea kwa nafasi zako. Ombea sawa na maandiko. Ndio maana nikuulize swali.
Nani anapata thawabu? Yule anayeomba mchawi auawe akatwe miguu, au yule anayeomba mchawi aokoke? Jibu ni rahisi, anayeomba mchawi aokoke, kwa sababu mchawi akikatwa miguu akifa, faida gani Mungu amepata? Na una hatari ya wewe kuhukumiwa dhambi ya kuua. Na kumbuka, tamko la mtu aliyeokoka ni kali sana. Tamko lina nguvu. La mtu aliyeokoka, tena anatunza utakatifu. Utajikuta siku ya mwisho unahukumiwa uliuaga mtu, uliomba mchawi afe. Yule aliyekudhulumu uliomba sijui nini kibaya kimpate. Hakuna thawabu katika hapo. Unaombea Mungu aseme naye katika lugha atakayoelewa aokoke. Ndio hizi shuhuda unazoziona waliokuaga wachawi washirikina, anakwambia kuna siku nilienda kuanga mahali nikakutana na hiki na hiki na hiki, kuanzia siku hiyo nikaamua kwa kuna mtu aliomba mahali. Wewe uhesabike katika hao, malaika wako waandike katika anayeomba waokolewe wezi, majambazi, wabaya, wachawi, washirikina, wasiofuata Yesu, huyu yumo. Hiyo ni maombi itasonga mbele sana karibu na Mungu kuliko hizi maombi zingine zisizofuata maandiko. Haleluya. Mstari wa Mathayo 24 mstari ni wa 13 unatuambiaje? Haleluya. Mungu tuhurumie, Bwana yangu Yesu Kristo. Haleluya. Ukisoma hii ni ile sura ambayo ninawaambia muisome yote. Haya matukio yatatokea. Shika hii sura, irudie, ili kitokea tukio useme Bwana Yesu ulisema. Bwana Yesu ulisema. Bwana Yesu nisaidie. Kikupendeza nivuke, isipokupendeza nisaidie nisikose paradiso. Cha maana ni kusikose paradiso, wapendwa. Haleluya. Hujakaa mahali, labda wengine wetu hapa wanaweza kusema huyu mama anaongea nini? Hujakaa mahali ukapata ugonjwa, ukaona karibu kifo hiki hapa. Hiyo ni litmus test ya imani yako. Hapo ndio utajipima, utajua. Ukikuta wakati huo unaogopa mauti, ujue bado hujatengeneza na Mungu. Tukae katika matengenezo. Hujui siku wala saa. Kazi ya Mungu usiache haijafanyika. Na sikwambii mimi ninayeongea nimekamilika. Leo asubuhi si nimechelewa kwenye maombi ya asubuhi hapa. Nilikuwa najiaminisha, siku hizi naamka bila alamu. Dakika 15 nimechelewa. 16 kama sikosei. Nimechelewa. Yaani mimi kama napigwaga tu mkono hivi. Kwa sababu simu huwa inabidi saa nyingine niizime, alamu isiwake, nitarudi kuiwasha tena. Kwa sababu nisimsumbue mzee, lakini mzee huwa nikiamka anaamka. Kwanza anaamka kabla yangu. Lakini huwa nina simu tunapigwaga simu na wao wezi wa mitandaoni hao. Unapigwa tu saa yoyote. Haleluya. Sijakamilika. Bado Mungu ananitengeneza. Nilikuja nikajiunga, nikaanza na toba mimi kwanza. Nimechelewa kipindi. Mimi ni nani? Ile madhabahu ya Yesu Kristo, malaika kwenye saa za ibada yuko pale anachukua roko. Leo nimehesabiwa mchelewaji. Haleluya. Ilibidi nianze na kutubu. Tusijiaminishe. Mstari wa 13 tu nitasoma kwenye hii sura ya 24 ya Mathayo. Tumeambiwaje? Lakini mwenye kuvumilia hata mwisho ndiye atakayeokoka. Tunavumiliaje? Katika uthabiti wa imani. Katika uthabiti wa imani. Unaona kabisa maovu ni haya hapa. Lakini unakaa katika uthabiti wa imani. Mungu alishanionyaga sana, unafanya kazi na watu ambao hawajajazwa Roho Mtakatifu. Usikwazike na mtu, usishangae mtu. Shikilia maombi. Haleluya. Nimempa ushuhuda mmoja hapa baba jana. Leo kwa ajili kilichotokea jana. Haleluya. Waliokuwa wanasimama kinyume wako tayari. Nilimkumbusha bosi nimeomba likizo mwezi wa 12. Tunaenda kwenye huduma. Huwa tunaenda mwezi wa 7 na wa 12 huu mkoa. Na huwa ni mgeni huyo mkubwa wa kazi. Ilibidi sana nimueleweshe, labda hawakumwambia. Naona nilijaza maombi ya mwezi wa 12 toka mwezi wa 9. Sijaona hiyo karatasi, sijui uliiona. Na huwa tunaendaga Afrika sisi kwa huduma. Mume wangu ni mtumishi. Mimi huwa ni kamkalimani kake tu. Sasa ninaomba mwaka huu hatuhitaji kuenda, tumeshaenda mwezi wa 5. Ila tunaweza tukaenda mwakani, tunaenda Mungu akifungua kibali. Ila hii ya mwezi wa 12 ninaomba kama sijaiona. Hebu mnileteni sign.
kitu ambacho walikataaga mwanzoni. Ni kazi ambayo walikataa. Huwezi kupewa nafasi ya kufanyia kazi nje ya ofisini, lazima uende ofisini jioni. Jana alitamka mwenyewe kwa mdomo wake. Kwa namna hiyo basi, ikibidi uende safari za hivyo kokote, itabidi tu tunakupa nafasi. Ukiweza kufanyia kazi huko uliko, si ibada inakuaga ni jioni hii. Ukiweza kufanya kazi, tunakupa nafasi, unaingia mtandaoni tu popote ulipo. Nikasema Bwana Yesu asante. Kamshuhudia mzee hapa. Bwana Yesu atakutengenezea njia. Ukikubali kutumika tu kidogo, tumika hivyo kwa uwezo wako kidogo. Haleluya. Kuna mpendwa wetu hapa ameguswa kuchangisha speaker. Mpendwa wetu, mitandao imefunguliwa mama, tukumbushe. Kuna watakao changia hata kama ni paundi 5. Injili kihubiriwa kule, na sisi angalau watoto wetu watakumbukwa na wajukuu kama Yesu Kristo akiwa bado hajarudi. Ndio tu, yani nini nasemaga hizo? Ndio kuwekeza kwenye hakuna kitu cha thamani tunawekeza kwenye mavitu mbalimbali huko. Wekeza kwa Yesu Kristo. Hayupotezi. Unajua kwenye stock market huko tunawekeza. Bei imepanda, imeshuka. Panda, shuka. Unaweza saa nyingine ukapoteza zote. Usipowekeza kwa hekima. Inabidi uwekeze kwa mahesabu kweli. Lakini kwa Yesu Kristo upotezi, mpendwa wangu. Upotezi. Wewe jinyime chakula wiki moja, jinyime chakula siku 2, toa kwa Yesu. Uone kama utaona hasara. Haleluya. Wekeza. Ukisikia tenda, naziita samani kama natumia lugha ya kihuni. Kama ukisikia tenda za Bwana Yesu, hizo zinaitwa. Mkutano uko mahali, sijui nini kiko mahali, cha injili. Na huyu mtumishi unajua huyu amekaa vizuri. Usichange ovyo ovyo. Changa kwa wale wanaohubiri injili ya kweli. Changa, tafuta pa kuitafuta, changa. Unachangia uzima wako wa milele. Hatutoi pesa sisi eti Mungu aje atuokoe. Hakuna. Hapana. Tunafanya mapenzi ya Mungu. Yamkini atatuhurumia. Wokovu tumeupokea bure, lakini kwenye hii safari kuna kupambana. Haleluya. Nitaenda nakaribia kumaliza, mnisamehe. Waraka wa kwanza wa Korinto, ukienda sura ya 15, mstari tusome uanzie hapo 58. Inasemaje? Haleluya. Ni maandiko mazuri kabisa. Ukisoma hapa anazungumzia haleluya. Asante Yesu. Haleluya. Tuseme tuanzie 51. Hili ni kundi la kusoma maandiko. Inasemaje? Angalieni nawaambia ninyi siri. Hatutalala sote, lakini sote tutabadilika. Ana maana gani anavyosema hatutalala sote? Kwa maana kuna wengine wanaweza wakawa hai saa zile Bwana Yesu anaporudi. Na ninavyoelewa kwa uchache wangu, ndio nadhani ndio anamaanisha hapa. Lakini sote tutabadilika. Kwa dakika moja, mstari wa 52. Kufumba na kufumbua. Wakati wa parapanda ya mwisho. Maana parapanda italia na wafu watafufuliwa. Wasiwe na uharibifu, nasi tutabadilika. Ujue siku ile watafufuka wema na wabaya. Wemaje? Niseme kwa vizuri. Bwana Yesu Roho Mtakatifu ananiambia hujasema vizuri hapo, rudia tena. Waliookoka na ambao hawakuokoka watafufuka. Waliokuwa wanamwamini Yesu Kristo na walikuwa hawamwamini Yesu Kristo watafufuka. Waliokuwa wanafuata dini za mizimu na wasiofuata dini za mizimu watafufuka siku hiyo. Wanaoinamia madhabahu za shetani na wanaoinamia madhabahu za Yesu Kristo, wote watafufuka siku hiyo. Kila mwanadamu. Haleluya. Tutavaa miili mingine ya kiroho. Hiyo miili kulingana na mtu alivyoshika hii Biblia, kwenye mateso ya milele au mbinguni. 53 inasemaje? Maana sharti huu uharibikao uvae kutokuharibika, nao huu wakufa uvae kutokufa. Basi huu uharibikao utakapovaa kutokuharibika, na huu wakufa utakapovaa kutokufa, hapo ndipo litakapokuwa lile neno lililoandikwa, mauti imemezwa kwa kushinda. 55 nasema, kuwapi ewe mauti kushinda kwako? Uwapi ewe mauti uchungu wako? Uchungu wa mauti ni dhambi, na nguvu ya dhambi ni torati. Lakini Mungu na ashukuriwe atupaye kushinda kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Basi ndugu zangu wapendwa, muimarike, msitikisike,
mkazidi sana kutenda kazi ya Bwana siku zote, kwa kuwa mwajua ya kwamba taabu yenu sio bure katika Bwana. Mpendwa, kudharauliwa kwako wewe sio bure katika Bwana. Kuchekwa, kuitwa majina, usikasirikiwa na kuita majina. Kuna majina tunaitwa. Usikasirikie mtu. Sasa wewe mtu kama hana roho wa Mungu ndani yake, kama haelewi unachokifanya, unategemea kuiteje? Acha kuita anavyokuita. Muombe neema, muombe toba. Simama katika Injili. Simama katika Injili. Wengine mna wakubwa wa kazi wanawapeleka visivyostahili. Wengine mna watenda kazi kazini kwenu wanawafanyia makusudi. Kuna wengine kwenye biashara zenu ni hiki na kile. Kuna ndugu zenu hiki na kile. Haleluya. Waombe toba. Ndio maana tukiomba tunaombea toba watu wa nyumba yetu, baba zetu, dada zetu ambao wako hai. Haleluya. Wajomba, shangazi, mama wadogo, baba wadogo, baba wakubwa, mabinamu. Tunataja upande wa baba na upande wa mama. Unajua unavyotamka hivyo, hujui ni nani Roho Mtakatifu anaweza akampitia, yamkini akamuokoa, akambadilisha. Hujui. Yamkini mwingine kwenye pombe zake, kwenye uzinzi wake, uasherati wake, anakutana na Yesu huko. Hujui. Wewe mradi umefanya kazi yako, omba. Wajue huyu msimchokoze, ataanza kuhubiri hapa. Wote tumehubiri kwenye makundi ya sisi ya familia kwenye haya mambo. Mtu akirusha neno, akirusha kitu, taarifa ya habari, tunaambiwa vuta mstari fulani, weka hapa. Tunaweka. Wanajua nyinyi mtatuletea maneno. Huyu anaanza kuleta maandiko hapa. Tunaweka. Kuna mtu ataguswa. Kuna mtu itamtoa katika hofu, kumleta katika kumwangalia Bwana. Kumleta katika bora mtu basi uombe katika magumu. Haleluya. Kwa sababu ukiangalia hizi pumzi ziliko ndani yetu ni zetu, ni za Bwana. Kaziweka yeye. Kitabu cha Mwanzo kimesema Mungu alipumulia pumzi ndani ya mwanadamu akawa hai. Ndio maana nimesema tukiamka asubuhi, ukaamka uko macho, wewe ni mzima, ni muujiza wa kwanza umepokea. Usiseme mimi Mungu naombaga hanijibu. Kasha kujibu. Asubuhi umeamka ni mzima. Huna stroke, unaamka asubuhi unakaa kwenye kitanda, kama ni magoti utapiga kuomba. Kama ni sehemu yako ya kuomba unaenda, unapiga magoti unaomba. Una akili ya kusema asante Yesu. Muujiza umeshapokea. Mwambie Mungu asante kwa muujiza wa kuwa katika walio hai siku ya leo. Umeamka, hakuna kifo kwenye nyumba yenu. Familia yenu hujapata taarifa za mauti. Mshukuru Mungu. Bwana Yesu, japo wengine bado unawaleta katika wokovu, tunashukuru wote ni wazima. Bwana Yesu, nielekeze leo. Nifanyeje kazi yako? Niombeje leo? Unajua sisi watu wa Mungu tuliookoka tunaomfuata Yesu kwa tusikosage mbingu. Unaweza ukawa unaomba muda mwingi ambao uko macho. Muda mwingi kasoro dakika chache tu. Sema sisi kuna wengine tuna masomo tunasoma, kuna kazi tunafanya, inabidi upoze muda wa kufikiria. Kitu hivi hapa ninafanya maamuzi gani? Jaza hapa. Lakini muda mwingine kufanya kazi ya Bwana akilini mwako, utakuta unapewa uso wa huyu, ombea huyu. Ombea mtaani mwenu hivi, ombea kanisa lenu hivi. Wewe ni unafanya tu kazi ya Bwana. Kumbuka, hakuna juai siku wala saa. Ikifika wakati unyakuo hapo. Angalau. Ndio maana neno la Mungu linasemaje? Iwapo wenye haki wataponea chupuchupu. Ndio maana yake ya kuponea chupuchupu. Unataka uponee chupuchupu. Sio kujiaminisha, unajua mimi navaa nguo ndefu. Nimeacha kusuka. Nimeacha makeup. Kwanza mimi ninafungaga sijui siku ngapi na siku ngapi katika wiki. Tulia. Kwa sababu tayari kwa kuwaza hivyo tu uko nje. Njia ile nyembamba ya Mathayo 7:13 na 14, njia ni wachache waionao njia hiyo. Uombe wewe, pambania kuwa katika wachache. Ndio maana nawahurumia wapendwa vijana wetu sana, wanateswa na haya mambo. Anakuja mama, mimi ninampenda Yesu, mimi hivi, lakini ana changamoto bado, kuna sehemu katika wokovu. Ukisikia mimi kuna wapendwa ambao napenda kuwasikiliza. Nikiwasikilizaga wao wanahubiriki tu siku za mwisho. Wanahubiriki tu jinsi ambavyo wao wanapambania wasikose paradiso. Yaani wanaomba ambavyo wamekubali kufanywa wajinga. We mtu kakudhulumu,
Kijana umempa mtaji. Kuna rafiki yangu mmoja yuko eti rafiki yangu. Mama mtumishi mmoja yuko nchi nyingine. Napendaka kumsikiliza huyo mama. Anatoa mtaji kwa wapendwa vijana. Kijana anaenda anakula. Kijana anaenda afu anarudi kijana anaomba tena pesa ya chakula. Mungu anamwambia mpe. Naomba pesa sijui nini. Akiambiwa mpe anatoa. Na hurumia yule kijana sasa. Namhurumia yule kijana aliyepokea hivyo, anaona ni haki yake. Ndio maana sisi tutoe kwa kusikia sauti ya Mungu. Kwa sababu Mungu akikuzuia usimpe huyu ili ajifunze neno, ajue kumtegemea Mungu na kumheshimu Mungu, wewe ukakosa utii ukatoa, wewe unashiriki katika uharibifu wa yule mtu. Tutoe kwa kusikia sauti ya Bwana. Tupo ambao tunaenda nao kwa safari hiyo. Wanatuambia wewe mbaya, mkatili, lakini wanasema Bwana, Mungu akiniruhusu, nimekuelekeza 1 2 3 4. Mbona hujatii? Mbona Mungu amesema hivi na hivi? Yamkini na huyo mtu hata kufa na njaa, hafi na njaa. Sio kama unamtesa ni chakula unamnyima. Chakula anapata. Ila katika maelekezo, kutii sauti ya Mungu. Kuna mtu anachukulia mchezo neema. Kama tulichukuliaga neema kuingia kwenye maombi hapa, tunaingia tu, mitandao ipo. Paka tulipoikosaga. Palikuwa pabaya hapa kwenye kundi la maombi. Palikuwa pabaya, Mungu anisamee. Kule kwangu, ilikuwa inahitaji nguvu ya ziada hata kuingia. Unaona huzuni. Nikawa nasema, ndio itakuwaga hivi unyakuo ukitokea. Wewe niambie mitandao ilivyokatwa. Wewe ngoja nikwambie unyakuo ukitokea. We, tusiombe kubaki mimi na wewe. Tusiombe. Hata mitandao itakuwa haipo. Ndio maana wewe siku zako za kuomba binafsi. Funga mkanda, omba. Huwezi kufunga masaa 12. Mpendwa wangu, mimi nimeitiwa wewe. Mungu kanipa huo mzigo. Na kuambia nitatoa masomo, nitaweka channel nyingine. Unaweza mkasema huyu mama anafundisha ya mambo. Nitaweka channel nyingine kabisa. Tutapeana siri, utaweza kufunga. Hata kwa masaa 6, hata 7, hata 8, utafunga. Niko tayari wakati huo mimi nifunge na wewe. Tutaenda pamoja. Njaa inakuuma nipigie. Mama Brani, ninasikia njaa, nasikia nataka kufa. Tutavuka na maombi. Kwa maana huko nilipitishwaga huko. Disemba nadhani ni 23 kama siku. Disemba kama sikosei. Au ni mwaka jana au 23. Mungu alisema Disemba hii unafunga siku 31. Mlo mmoja kwa siku. Mimi sasa hizo niko kwenye dozi za masaa 6. Nikiacha tu moyo 140, 120, 110. Nilipigwa na kitu fulani. Na Mungu aliruhusu ili nikae ninyooke vizuri. Mara moja kwa siku mlo. Na Mungu alinishika. Mara moja kwa siku, hakuna maji, hakuna nini. Mungu aliniambia hapa unapigania maisha yako. Alinipa na neema. Neema ukiitua kufunga, kama neema yako ni ya maji, kunywa maji. Lakini angalau ni bure kuliko yule ambaye anakula. Lakini Mungu alinipa ile neema kwa sababu kuna mahali alikuwa ananivusha. Kwa sababu nilipomaliza yale maombi, dawa ilienda kwa siku moja kwa siku. Ikaenda, nikashindwa siku moja kwa siku. Mara 2 siku kwa siku ilikuwa. Siku moja, enda. Nikaacha. Kwa sababu ninakunywaga dawa kwa kuelewa. Huwezi kunywa dawa tu bila kucheki vipimo. Vipimo vyangu kwa viniruhusu. Kwanza nilikuwa nikinywa nasikia kizunguzungu. Nikaacha. Ndio maana Mungu alinipitisha huko ili niwe na huruma kwa wale ambao wana changamoto ya kufunga. Ningekuwa sina huruma, lakini nilipitishwa huko. Unaona pendo wangu, nisiongee maneno mengi, nimepitisha muda. Mnirehemu, mnisamehe. Haleluya. Haya maneno machache leo ni kututia moyo. Songa mwendo. Neno lingine ulitafute kwa muda wako. Waibrania 3:14. Talisoma kwa muda wako. Tuingie maombi. Tumwambie Bwana tusamehe. Tulipolegea katika mwendo, atusamehe. Tulipoingiwa hofu, si binadamu. Hata mimi niliingiwa hofu. Mwanangu alikuwa mahali pabaya. Niliingiwa hofu kama mama. Nilikuwa nawaza sana. Atusamehe. Tulipotikisika imani, tulipolegalega, atusamehe. Haleluya. Ambapo tunaona bado kuna maeneo tumelegalega, atusamehe na atupe nguvu ya kusonga mbele. Usisahau kuombea. Tukiomba toba, ombea toba watu wako. Ombea toba watu wa mama wa nyumba hii, wa nyumba hii, wa madhabahu hii. Madhabahu zote mlizopo, mko madhabahu kadhaa, wengine ni sawa. Ombea toba wote walioko mle.
Ombea toba kanisa, imarisha kanisa. Omba Mungu aimarishe kanisa. Haleluya. Na ombea viongozi wa nchi yako. Ombea nchi yako katika mema na amani. Bwana Yesu anaweza. Haleluya. Basi tuingie kwenye maombi. Haleluya. Mnaweza kutoa mute, mnaweza mkatoa mute. Haleluya. Bwana Yesu awabariki. Na tunaweza tukaendelea na kipindi chetu. Amen. Mpendwa wetu, ninatumaini hili neno litakutia moyo katika kusonga mwendo katika hii safari. Usilegee, usidumai, usishangae, usitahayari, usipunguziwe nguvu na mwendo na umakini wa kumfuata Yesu Kristo. Kama bado hujampa Yesu Kristo Bwana na Mwokozi wa maisha yako kuokoka, kuna linki hapo chini, kuna maombi ya kuokolewa, kumpa Bwana Yesu Kristo maisha yako kaokoka leo. Na hapo ni mwanzo tu, unatakiwa ukabatizwe na mchungaji anayetunza utakatifu kwa jina la Yesu Kristo. Na baada ya hapo upate mafundisho, fuatilia mafundisho tutakupatia, linki iko hapo, kundi la mapokezi kuhusu kujazwa Roho Mtakatifu. Bila hivyo, pendwa wangu, hatima yako na mimi na wewe, hata mimi nikiamua kuacha, haleluya, hakuna ambaye atakuwa na uhakika wa kuingia mbinguni. Na kule jehanamu ni mateso ya milele yasiyokuisha. Basi ubarikiwe na Mungu atupe neema tena ya kupata somo lingine. Cha muhimu, fuata, shika wokovu vizuri. Soma, fuata na tii maandiko. Tunza utakatifu wa ndani na wa nje. Maana yake ni nini? Ukitafuta kwenye mitandao humu utakuta maana yake. Ni somo linatosha. Amen.